Sekta ya nishati nchini imepitia mabadiliko makubwa. Kufikia Februari mwaka 2025, uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini umeongezeka hadi megawatt 3796.71, zaidi ya mara mbili ya megawatt 1889.84 zilizorekodiwa Januari mwaka 2024. Utekelezaji wa mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 umefikia asilimia 99.8. Kwa sasa mashine 8 kati ya 9 zimeanza kuzalisha jumla ya megawatt 1880, huku mashine moja iliyobaki ikitarajiwa kukamilika Februari mwaka 2025. Mradi huu umeondoa mgao wa umeme, kuzima mitambo ya gharama kubwa ya mafuta na kuimarisha upatikanaji wa umeme vijijini, kwenye treni ya SGR na maeneo yasiyokuwa na umeme. Tuutumieni umeme kwa maslahi ya kiuchumi. Kila anayeweza kuutumia kwa maslahi ya kiuchumi au tumie umeme kwa maslahi ya kiuchumi. Anayeweza kuweka saluni, kukata nywele kwa kutumia umeme aweke. Anayeweza kuchoma vyuma, katengeza madirisha aweke. Anayechoma mageti afanye. Kila anayeweza kutumia umeme kwa maslahi ya kiuchumi afanye. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara wa ajenda ya nishati safi ya kupikia nchini na barani Afrika. Pamoja na kuzindua mkakati wa taifa wa nishati safi, anaendelea kuinadi ajenda hiyo katika jukwaa la kimataifa. Lengo lake ni kuhakikisha kuwa watu wanapika katika mazingira salama kiafya na kimazingira. Kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ni suala la utamaduni pia. Lazima watu wabadilike. Lakini anaweza kujiuliza, maharage yataivaje hapa? Ubwabwa matandu nitapata wapi hapa? Lakini ladha ya chakula ukipikia kuni na hii ni tofauti. Sasa hayo ni ya kufikirika tu. Na jinsi tunavyokwenda tukiendekeza hayo yanakwenda kutupa hasara kubwa zaidi. Ni lazima tubadilike. Matandu nini, zitakuja tu njia za kupata matandu kwa wale ambao tunadaiwa matandu tukipakua. Lakini jingine ambalo tunaomba wananchi watusaidie ni kuendelea kupanda miti ili kulinda mazingira yetu na kufidia uharibifu ambao tayari ulikushafanyika. Hakika ili tufanikiwe na mkakati huu tunahitaji ushirikiano wa wadau wote muhimu katika jamii yetu ya Tanzania.